Umoja ni nguvu, Shebo spread ya amani, inatufanyizia makazi mengi. Wakaaji wa eneo la Magharibi Kenya, umoja wetu ndio nguvu yetu, umoja wetu ndio dhahabu yetu. Umoja wetu kama eneo hili imekuwa katika hali ya kutakanyikiwa kwa sababu viongozi wetu wamekuwa wametumia nafasi yao kuweza kuleta hali ya kutakanyikiwa katika mawazo yetu wakaaji wa eneo hili la Magharibi Kenya. Imefika wakati twasema hii mambo ya kuweza kukuweka katika vikundi hatutaki. Tunataka sisi tukienda katika michakato ya 2027 tuwe na uwezo wa kupiga kura moja katika chama moja, na hiyo kura moja iweze kutuondoa umaskini, iweze kutuondoa hali ya maisha yenye Wakenya wenzetu wanatuona kama watu wataivu katika michakato ya maendeleo ya taifa letu la Kenya. Umoja wetu una ndoto na maono makubwa kutengeneza nchi yetu taifa la Kenya iwe ni nchi baratizo takatifu yenye Mungu aliahidi katika vitabu vitakatifu kuwa mwanadamu aweze kulinda viumbe vyake. Umoja wetu wakati huu imetimia. Tuambia viongozi wetu wenye wametuweka katika rindi la umaskini, wenye wametangulia mbele yetu, hasa viongozi wetu, wakati imefika sasa hivi tuna vijana wetu wenye wako na ndoto nzuri juu ya maisha yetu, wako na ndoto nzuri juu ya Jamhuri ya Taifa la Kenya. Tunataka tuambie viongozi wetu, hasa wenye wamekaa katika kisiasa, hawa ndugu zangu, imefika wakati sasa mwanze kuweza kubea political support na muweze kuwapea nguvu na ushauri mzuri viongozi vijana hawa wetu. Kijana wetu Sifuna Kenya yote imempea kipali, popote endapo ni furaha tele katika nyuso za Kenya. Kijana wetu anatembea huku nyumbani anatuambia sisi umaskini hatagiwe katika watu wakaji wa eneo hili. Anasema umaskini hataki pia uonekane katika maisha wa Kenya. Ndoto kama hiyo ndio tafurahia. Hiyo ni maono ya Kenya nzuri. Ndoto ya Mwenyezi Mungu alikuwa nayo alipoumba ardhi hii na kaipea, kasema ardhi hii nyinyi uzao wa damu muweze kulinda viumbe vyangu vizuri. Ndoto ya kuwa na rindi la umaskini, hiyo sio hitaji la Mwenyezi Mungu. Tunataka kuambia viongozi wetu, ndugu yangu Moses Masika Wetangula, ndugu yangu Wycliffe Musalia Mudavadi, ndugu yangu Eugene Wamalwa, imefika wakati sasa hivi mshike maono ya vijana hawa wawili, Sifuna na kijana huyu wetu Natembeya, mweze kulea maono hayo ili zizi kama eneo hili la Magharibi Kenya na Kenya kwa jumla tupate zura nzuri mbele ya umma la usawa mwanadamu, ili eneo letu iwe ni baratizo hakika ya Edeni yenye Mwenyezi Mungu alimbia Adamu aweze kuitengeleza. Katika umoja wetu ni dhahabu. Umoja wetu huu utaweza kutuondolea umaskini, utaweza kutuchangia mashule nzuri, watoto wetu wakasome, uweze kupeleka watoto wetu katika ng'ambo, uweza pia kutubea nyavasi kubwa katika michakato ya siasa ya ulimwengu huu. Kama ndugu zetu wa Kisii wako kule Minnesota, wako makaji kule Minnesota, kwa sababu ya umoja na kuelewana. Ndugu zetu wa Luo Nyanza waliweza kukuwa na kijana mmoja katawala Amerika, na wakati huu kwa sababu ndugu zetu wa Kalenjin wako na umoja, wanaendeleza makao kule, wana makao kule Australia. Sisi kwa sababu tumekuwa katika kusambaratika katika mambo yetu katika makura zetu, tumekuwa hatuna popote bali Kibera. Ukiangalia Kibera ndio utaona mawazo viongozi wetu walio sasa katika michakato ya kisiasa.